Uchunguzi uliofanyika kwenye kampuni za usafirishaji wa mizigo jijini Dar es Salaam, tulikamata pakiti 20 za dawa za kulevya aina ya mirungi zenye uzito wa kilogramu 9.54 ikiwa zimefungwa na kusomeka kama majani ya mwarobaini yaliyokaushwa. Baada ya kuimarika kwa udhibiti wa dawa za kulevya nchini, wahalifu nao wamezidi kutafuta njia mbadala ya kusafirisha mihadarati hiyo wafikie wateja wao, hatua inayopunguza kasi ya kutokomeza biashara hiyo haramu. Uchambuzi wa taarifa za mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa umma za miezi mitatu iliyopita zinabainisha kuwa sehemu ya waliokamatwa walikuwa wanasafirisha dawa za kulevya kupitia mabasi na magari ya watu maarufu katika jamii. Katika matukio yaliyotokea Machi na Aprili 2026, DCEA ilikamata dawa za kulevya ikiwemo bangi, mirungi, kemikali bashirifu na vidonge kwenye mabasi na magari ya viongozi au taasisi. Kamishna Jenerali wa DCEA Areta Slimo ameiambia Nukta TV kuwa matumizi hayo ya mabasi na magari ya viongozi ni mbinu mpya zinazotumika na wahalifu hao ili kukwepa mkono wa sheria. Wanatumia mabasi ya abiria wakiamini kwamba kwa sababu ile basi si la abiria, kwa hiyo wanadhani anaweza sibainike kirahisi, kwa sababu kwenye malori tumekamata malori mengi sana. Sasa baada ya kukamata hayo malori mengi, kwa hiyo wakaona kwamba tumegundua labda wanasafirisha kupitia magari ya mizigo. Kwa hiyo sasa hivi wakabadilisha mtindo, wanasafiria kwenye mabasi ya abiria, na mabasi ya abiria wanayotumia mara nyingi ni yale ya watu ambao wanajua ni maarufu. Kwa mfano magari ya viongozi ambao wanajua kabisa hayo ni magari yao ya biashara, hawezi yakakaguliwa sana, yakakamatwa, wanaamini kwamba ni watu wanaoheshimika. Kwa hiyo mara nyingi ndio wanatumia hayo. Kwa mfano ukiangalia sasa hivi hilo la Abudi ambalo lilikuwa linatumika, wakiamini kabisa Abudi ni mtu maarufu, anafahamika. Kwa hiyo hata wanapokutana nalo barabarani, wanakagua tu vitu vya kawaida, wanaamini kabisa mtu hawezi kulitumia kusafirisha dawa za kulevya. Katika tukio la Aprili 13, 2026, zaidi ya kilogramu 102.2 za mirungi zilikamatwa ndani ya basi la kampuni ya Abudi aina ya Yutong lilokuwa likitoka Mombasa kuelekea Dar es Salaam. Dawa hizo zilifichwa kwa ustadi mkubwa katika maeneo mbalimbali ya basi, ikiwemo ndani ya mfumo wa hewa AC na chini ya viti vya abiria ili zisibainike kwa haraka. Katika tukio hilo la basi la Abudi, watuhumiwa 5 walitiwa mbaloni na mamlaka hiyo, wakiwemo dereva, kondakta na wengine 3. Uongozi wa kampuni ya usafirishaji ya Abudi haikujibu kwa wakati maswali ya Nukta TV juu ya tukio hilo, hata baada ya kutuma barua pepe na kumpigia simu. Mmoja wa mameneja alisema si msemaji. Sasa mimi sio msemaji wa kampuni, lakini naweza kusema tu kwamba kampuni haihusiki na hivyo vitu, na ni moja ya vitu ambavyo inakemea sana kama hiyo, kwa sababu hata issue yenyewe sio kama imetokea leo. Issue imetokea muda mrefu, sio kama imetokea jana, ni issue ambayo imetokea muda mrefu. Hili si basi la kwanza kukamatwa likitumiwa kusafirisha dawa za kulevya ikiwemo mirungi kwa mwaka huu 2026, na kwa mujibu wa kamishna, mabasi mengine yanayotumiwa kuhusika na usafirishaji wa dawa hizo kulingana na Kamishna Limo ni basi la abiria ya kampuni ya SR Kraski lenye usajili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalofanya safari zake kati ya Uganda na Tanzania, na basi la King Masai Tours. Hata hivyo, haijawa bayana iwapo wahudumu wa magari husika wanapanga njama na wahalifu au waharifu wamebaini udhaifu wa mifumo ya ukaguzi wa vyombo vya usafiri na kutumia fursa hiyo kusafirisha dawa za kulevya. Wananchi wanapaswa kuwa makini na kuchukua tahadhari kubwa, hasa pale wanapotumwa au kupokea mizigo kutoka kwa watu wasiowafahamu vyema. Ni muhimu wajiridhishe na mizigo wanayoisafirisha ili kuepuka kujikuta wakihusishwa katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Dawa zilizoongozwa kukamatwa katika robo ya kwanza ya 2026 ni mirungi inayozalishwa kwa wingi Kenya. Katika nchi hiyo jirani, mirungi si dawa za kulevya. Kwa mujibu wa DCEA, ndani ya Machi 2026 pekee, jumla kilogramu 1267.12 za mirungi zilikamatwa na mamlaka hiyo, ikiwa ni sawa na theluthi mbili ama 64% ya dawa zote zilizokamatwa kipindi hicho. Ongezeko la mirungi linakuja kutokana na kudhibitiwa kwa skanka iliyokuwa inaanza kusambazwa nchini miaka ya hivi karibuni.
Hadi Aprili 16 mwaka huu, Limo ameeleza Nukta TV kuwa takriban tani zaidi ya milioni 2 za dawa mbalimbali za kulevya zimeshakamatwa na DCEA kuanzia mwaka 2025, hali inayoashiria uwepo wa matumizi makubwa ya dawa hizo. Biashara za dawa za kulevya inaendelea kushamiri nchini kutokana na malipo makubwa yanayotolewa na wasafirishaji na uhitaji mkubwa wa watumiaji wa dawa hizo. Licha ya kuwa na sheria zinazoweka adhabu kali kwa wahusika wa dawa hizo, lakini bado watumiaji na wauzaji huweka maisha yao rehani kwa ajili ya madawa ya kulevya. Ya mirungi ni kubwa sana, kwa sababu ukibeba mirungi kuanzia kilo 20 mpaka 99 ni adhabu yake ni kifungo cha miaka 30 jela. Lakini pia ukibeba kuanzia kilo 100 na kuendelea, adhabu yake ni kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo adhabu ni kubwa sana, kwa sababu ukibeba mirungi unafungwa maisha. Hata hivyo, adhabu hizi hazijaweza kuzuia kabisa biashara hiyo kutokana na tamaa za fedha na ugumu wa baadhi ya watumiaji kuacha uraibu na wahalifu kuendelea kubuni mbinu mpya za kuingiza dawa hizo sokoni. Ripoti ya dawa za kulevya duniani ya mwaka 2025 ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia dawa za kulevya na uhalifu inaeleza dawa za kulevya huathiri watumiaji na jamii kiafya, kiusalama na kiuchumi. Miongoni mwa athari za moja kwa moja kwa watumiaji ni kuvuta sumu, uteja, changamoto za afya akili na vifo vinavyotokana na matumizi ya dawa kupita kiasi na ulemavu. Endelea kufuatilia Nukta TV.